walikuwa wanafanya kwa sababu mtu wao ndani anataka. Yeye asiyekufa anataka. Yeye asiyekufa anapenda. Ainuke ndani mwako kwa jina la Yesu. Ainuke ndani mwako kwa jina la Yesu. Auendeshe mwili wako nje kwa jina la Yesu. Aiendeshe nafsi yako kwa jina la Yesu. Auendeshe mtu wako nje kwa jina la Yesu. Kwa sababu asipoendesha mtu wako uanze, manake huku nje utakuwa wewe. Ukiwa wewe madhara atakupata. Hao wakamata shida ya kimesha kinabendeka. Tumbukiza walipowarushia kwenye ile tanuru ya moto. Ndiko wanasema moto uliwalamba wao. Ndio shida ya kimesha kinabendeka. Ndio mtu wao wa ndani. Walikuwa ni mtu wa ndani sio wao. Wao hawakuteketea. Wao hawakuteketea. Wao wakamata katika mwili. Walioteketea. Wakulaka katika mwili. Wanabia. Wanakulani katika mwili ndio watakawa. Sasa walimu maisha yako katika mwili. Ndio watakawa walibikiwa katika jina la Yesu. Ndio maana nguvu ya Ukristo wako haiazimti. Amen. Nguvu ya Ukristo wako iko ndani. Amen. Ukristo wako hauko kwenye dhehebu lako. Amen. Na ndio maana Mungu hana dini wala shetani hana dini. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hana dhehebu wala shetani hana dhehebu. Amen. Nguvu ya Ukristo wako iko ndani. Huko ndani ndiko iko nguvu ya Ukristo wako. Oh yes. Na ndio maana hata sheria zingetungwa kwa namna gani haziwezi kuzuia utumishi wako. Amen. Haziwezi kuzuia wito wako. Yes. Kama wewe ukaangalia sheria kimesha kinabelenda. Waliposema mtu yote asiombe kwa Mungu mwingine yote. Asiname kwa Mungu mwingine yote. Walipoweka sanamu yao. Walikuta jamaa wamesimama. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa waendeshwa na wanje. Wanaendeshwa na wandani. Mfalme alikuwa mfalme nje. Hakuwa mfalme ndani. Hakuwa mfalme ndani. Wao waliendeshwa na mfalme aliye ndani. Yule mfalme aliye ndani yao anaweza kuzuia moto. Yule mfalme aliye ndani yako mwenye uwezo wa kuzuia magonjwa. Mwenye uwezo wa kuzuia mwenye uwezo wa kuzuia umasikini. Mwenye uwezo wa kuzuia mfalme yeyote chini ya jua. Mfalme yote chini ya jua. Amen. Hawezi kukutawala. Oh yes. Kama unatembea na walio hai. Ndio maana hawa jamaa hawakutawaliwa na maagizo ya mfalme. Walitawaliwa na maagizo yanayotoka juu. Kwa sababu alikuwa ndani yao. Kwa sababu alitembea nao. Kwa sababu aliishi nao. Aishi na wewe kwa jina la Yesu. Aishi na wewe kwa jina la Yesu. Aishi na wewe kwa jina la Yesu. Ninakuombea mchana wa leo. Bwana ondoke na wewe. Bwana ondoke na wewe. Bwana ondoke na wewe. Maneno haya wewe. Maneno haya wewe. Maneno haya wewe. Kwa jina la Yesu. Sikiliza. Wanaoingiwa na mapepo. Hakuna anayefunguaga mlango wa kuingiza mapepo au anayewachana ili aingize mapepo. Ni maneno wanayoyasema. Oh yes. Yanakwenda kuwa pepo ndani ya mtu. Kuna maneno unayosikia yanakuwa roho ya Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yakikaa ndani yako yanakuwa Mungu. Yes. Yanapokuwa Mungu yakiwa ndani yako, kwa hiyo unakuwa na asili ya Mungu aliyeko ndani yako, anayefanya nje, anayetenda nje. Oh yes. Na ndio maana Yesu anasema maneno haya ni roho pia ni uzima. Sasa Mungu ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu ni roho, maneno yake kama yanakuwa roho, yanapoishi ndani yako. Na ndio maana anasema maneno yangu yakae kwa wingi ndani mwenu. Kama maneno yake yakae kwa wingi ndani wetu, maana yake anasema mimi nataka nikae kwa wingi ndani yako. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu yale ni mwili. Yes. Yanakufanya wewe kuwa mwili. Yanakufanya wewe kuwa tendo. Yakubadilisha kwa jina la Yesu. Yakubadilisha kwa neno lake. Yakubadilisha kwa neno lake. Katika jina la Yesu. Amen. Kwa hakikisha mtu wako wa ndani anakuwa bora kuliko aliyeko nje kwenye maisha yako. Yes. Na ndio maana mtu yote akikwambia jambo, rudi ndani kwanza. Wa ndani anasemaje? Mtu wa nje akikushauri jambo, rudi wa ndani anasemaje katika hilo. Usiseme tu nimekubali. Kwa sababu umeona lina faida kwako katika mwili. Angalia hasara utakaipata katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Ndio maana lazima uwe makini sana. Lazima uwe makini sana. Ndio maana siku moja niliwahi kwenda mahali fulani kufanya huduma. Nilipoenda kufanya huduma kwa yule mtumishi, nilienda kufanya maombi. Nikafika pale nimeongoza maombi. Wakanipatia nafasi nikaongoza ibada. Nimemaliza ibada.
Walipomaliza ibada wakakaa na wazee wake wa kanisa, wakahesabu sadaka zote, wanakuja kunikabidhi. Roho wa Mungu akanambia usichukue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usichukue. Nikaanza kumuuliza kwa nini? Akasema utaondoka nao. Utakuwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini niliacha ile sadaka? Yule mtumishi akaanza kunilaumu. Kwa nini huyu anadharau sana? Hao amehisi sadaka zetu zitakuwa chache. Lakini mimi ndani nilikataliwa, usichukue, usijokawa. Kwa sababu hicho ndicho ambacho wao wanafanya kila wanapoenda. Sasa ili uwe tofauti na wao, hakikisha wanachokifanya wao haufanyi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaondoka zangu, wala sikuangalia nao hama. Na yule mchungaji wa ile kanisa alikuwa mkarimu kweli. Hasa mtumishi, nikamwambia usipate shida. Bado sijapewa neema ya kuchukua sadaka kwenye madhabahu yote. Mimi sijapewa neema ya kuchukua sadaka. Kwa hiyo siwezi kuchukua kama sijasikia kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda kila wakati ukipewa unasema asante Yesu. Wakati mwingine sio Yesu amekupatia. Ni akili zako. Ni mtazamo wako. Ni shida zako ulizonazo. Unajua nikirudi nyumbani nitakwenda kula chips kuku na mpenzi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni shida zako ndio zilizokupatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna baadhi ya mambo mengine msikilize kwanza mtu wako ndani. Huyo aliyeko ndani yako ndiye bora kuliko huyo aliyeko nje. Na ndio maana huyo aliyeko nje anatoa harufu. Umeshawahi kumsikia aliyeko ndani anataka kuoga? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kumsikia aliyeko ndani anasema nimechafuka? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu neema iliyoko kwake, yeye analitumia neno ndio chakula chake na ndio utakaso. Na ndio maana mahali pengine Yesu anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Kwenye ulimwengu wa roho hawaogi kwa maji unayooga wewe haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linapokuja linakufanya kuwa mpya. Linapangua utu wako wa kale. Linaleta utu mpya. Linapangua nafasi yako ya kibinadamu. Linaleta asili ya mbinguni. Yesu asifiwe. Amen. Amen. Unajua unapambana na asili ya mwilini. Hawa jamaa wanakwenda kuteketea kwenye moto waishe. Lakini hakujua ni asili ya mbinguni. Acha wakombane na asili ya mbinguni. Acha wapambane na asili ya mbinguni. Kwa jina la Yesu. Wanakuinulia neema mpya. Wanakupatia uweza mpya. Wanakupatia asili mpya. Wanakupatia asili ya roho. Jina la Yesu. Ukishakuwa na asili mpya, hakuna wa kukushinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna wa kukuzuia. Kwa sababu iko asili ya roho. Wanapambana nayo wanapambana asili ya roho. Si asili ya mwili. Kwa hiyo wanapambana na wasiomjua. Simama rohoni. Si wapambane na wasiomjua. Si washindane na wasiomjua. Unayo wasiomjua. Unayo ulimwengu usiomjua. Unayo asiyorogeti. Unayo asiyesimu. Unayo asiyesimu. Unayo yana uzima. Unayo asiyekuwa. Asili hiyo yako. Asili hiyo yako. Asili hiyo yako. Ajira haya. Watakuwa wanatega mitego wanamtegea mtu wa nje. Watakuwa wanatega bima wanachimba mashimo wanamchimbia mtu wa nje. Hawataona kinasa. Kwa sababu mtu wa nje tembelea miguu ya nje. Wanatembelea miguu ya nje. Hatumii masikio ya nje. Wanatumia masikio yao. Kuna watu watakusikizisha ubaya. Hautausikia. Hautausikia. Hautakupatia madhara. Kwa sababu unatumia masikio. Hautumii masikio ya nje. Unatumia mwili wa nje. Hautumii mwili wa nje. Acha wapambane na wao. Wamesema watasikia. Lakini hawataweza. Maneno haya yatulie kwa. Maneno haya yatulie kwa. Maneno haya Bwana. Hayafanya kutulia kwenye wewe. Hayafanya kutulia kwenye ndoa. Hayafanya kutulia kwenye hayafanya kutulia kazi yako. Hayafanya kutulia kwa
jina. Pokea uwezo mpya kwa jina. Pokea uwezo mpya kwa jina. Ansesha karesh. Ratakaya pa. Kiate shiki. Mungu hapokoka. Hakukutaka uishi mwilini. Hakutaka utembee kwa sheria za Mungu. Alitaka utembee kwa sheria za Mungu. Unaweza zitawala sheria za nchi. Ni zaidi sheria. Ni zaidi upendo. Ndio maana mfalme aliposimama kinyume na sheria kimesha kile. Aliposimama kinyume na dhambi. Hakuweza kumzuia. Sheria yake iko na nguvu. Mipango yake iko na nguvu. Msikilize. Wakati tulio nao. Wanaweza kuikamata dola. Simama juu ya dola. Wanaoendesha dola. Wanaoendesha dola pasipo kujua. Wanaona shetani anaweza kumtawala waziri. Anaweza kumtawala rais. Anaweza kumtawala yote kawabele. Maandiko yanasema roho chafu iliingia Sauli. Roho mbaya iliingia Sauli. Haikuangalia ufalme alionao. Haikuangalia mamlaka alionao. Haikuangalia jeshi alionao. Sasa zaidi ya sheria. Walikuwa na mamlaka zaidi ya sheria. Watu wako wa ndani wanapoinuka. Lepa. Ashoka. Hakuna sheria isiyosimama katika haki itakayokuzuia. Hakuna sheria isiyosimama katika kweli itakayokuzuia. Itakusaidia. 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 Nenda kukusaidia wewe. Nenda kukuongoza wewe. Nenda kukuongoza wewe ndani yako. Nenda kukuongoza wewe ndani yako. Basi haya. Ndio maana Yesu anazungumza kwa bali uzima wa milele. Uzima wa milele haupatikani nje. Unapatikana ndani. Akiingia ndani ndipo unakuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo unataka na uzima unaodumu. Hauwezi kupata uzima unaodumu kama unatumia asili ya nje pekee. Hii asili ya nje inachakaa. Inazeeka. Inazeeka. Unataka uishi kwenye ulimwengu wa roho usiozeeka. Lazima utumie asili ya ndani. Kwa sababu ile asili ya nje inazeeka. Kesho tu atakuita babu. Kama wewe niulize mwenzako unaitwa babuji, hata kama sikutaka kuitwa babuji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu asili ya nje ililazimishwa niitwe babu hata kama sipendi. Na ndio maana asili ya nje inaweza kulazimisha kuzeeka hata kama upendi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asili ya ndani inakutengeneza kwa namna nyingine ya upya ambayo haitokani na mwili. Na maana kwenye Yohana ile 3 Yesu anamweleza Nikodemo anamwambia kama lazima uzaliwe mara ya pili. Lazima uzaliwe upya. Usipozaliwa kwa mwili, kwa maji na kwa roho, huwezi kuishi uzima wa milele. Uzima wa milele uko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Unaporudi kwenye maji, kule ndani unakutana na uzima wa milele. Kule ndani unakutana na asili mpya. Kule ndani unakutana na uzao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana hakuna mwanamke anayezaa pasipo maji kutoka. Kama hakuna mwanamke anayezaa pasipo maji kutoka, maji yana asili ya kutengeneza kizazi kingine kipya. Wakati wao umechakaa, kuna kizazi kinatoka. Wakati wao unazeeka, kuna kizazi kipya kinatoka. Kuna kizazi kipya kinapata. Kinapita kwenye neema. Mungu wako. Ulisimama sawa sawa na Mungu aliye hai. Kinapita kwenye hiyo neema. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lazima uwe makini. Wewe ulioko kwenye ndoa unasema mimi sipate watoto. Watoto wako wanakuja. Sababu hawatafanana na watoto. Wengine wamezaa watoto ili wawe mateso. Mungu kama haja kuandalia kuzaa watoto watakao kuwa mateso. Hauzai ovyo. Hauzai ovyo. Kama wewe kamuulize naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati dada yake Rebeka anazaa, watoto wanazaa, kila akijaribu tu mimba, huyo akijaribu hakuna mimba inatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Lakini ndiye mama yake Yusufu. Wale watoto wa dada yake wanasika. Ndio wale wasaliti. Bwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unachelewa kuolewa. Mungu kuna kitu anaandaa kwenye maisha yako. Usiamini kama utakufa bila mume. Usiamini kama utakufa bila watoto. Kuna kitu Mungu anaandaa kwenye maisha yako. Hicho bora kuliko hicho. Hicho bora kuliko aliyokutabiri. Usikilize kama mzee Hana. Hana mke mwenzie alikuwa anazaa. Penina anazaa watoto. Lakini Hana alikuwa azai. Lakini kaangalia watoto waliozaa Penina.
Watoto waliozaa Penina hawasikiki. Yes. Hawasikiki kaangalia watoto waliozaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakupatia huduma, usiangalie bwana tupo wachache. Yes. Bwana kwingine wanaongezeka. Yes. Uko uwezo wa Bwana. Yes. Mungu anapoandaa kilicho bora, huwa akiandaa haraka. Lazima kuandaa wewe kwa kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Kwa kiwango utakachotengeneza watoto walio bora. Kwa kiwango utakachotengeneza baadhi ya huduma kwa ubora. Kwa kiwango utakachosimamia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Usichanganyikiwe na injili ya mlipuko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata alimzaa Samueli. Yes. Lakini alimeza familia alimeza familia ya mke mwenziwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alikuwa anatengeneza kilicho bora. Amen. Kilicho bora kila mahali kinapotengeneza kilicho bora. Hakuna anayetokea. Lazima wazuiliwe kwanza. Lazima wapanguliwe kwanza. Usiangalie kwa nini unachelewa kufanikiwa. Watu Bwana anawapangulia. Watu Bwana anawapangulia. Watu Bwana anawapangulia. Anakupatia nafasi zao. Anakupatia ukuu. Anakupatia heshima. Anakupatia nchi zao. Anakupatia makabila. Anakupatia familia. Anakupatia nafasi zao. Iwe juu yako. Iwe juu yako. Iwe juu yako kwa jina la Yesu. Wewe ni tofauti. Usianze kushangaa ninapita ninatembea njia nzima hakuna anayenitongoza. Wewe acha ukichaa huo. Unajua wanachokiona kwako? Unajua wanachokiona kwako? Kuna wengine wanakuogopa. Wanakosa ujasiri na Mungu ameweka hivyo. Ameweka utisho mbele yako. Usiseme chochote. Usije ukafuatisha tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini ukiishi ndani ndio utajua? Yes. Kwa nini nachelewa kuolewa? Na kwa nini nachelewa kuzaa? Usipoishi ndani hautajua. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa mwili haujui kilichoko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila ulimwengu wa ndani ndio unajua kilichoko nje. Oh yes. Unajua kilichoko nje. Kwa hiyo kuna vitu vingine hauwezi kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine unaweza kulalamika kwa nini unapitia unayopitia, arudi ndani. Ujue kwa nini unapitia unachopitia. Oh yes. Kwa nini unakutana nacho unachokutana nacho. Oh yes. Ndio maana mtu aliye na Mungu, ile kazi yake ni kukaa asilimia nyingi rohoni. Usikae sana mwilini. Ukikaa sana mwilini utapotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikaa mwilini utaanza kusema, ngoja nianze kuchukua simu yangu utanunua bando hapa, utaanza kuingia TikTok. Utaangalia kama wewe ni kijana wa kiume utaangalia viuchi vya watu. Ukianza kama wewe ni binti utaanza kuangalia chumba za watu mwandani, unatafuta kasoro na nini, unaanza kusema wanaume wote wako sawa. Mwanaume wako hayuko sawa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni kijana utaanza kusema unaona wanawake wako sawa, wanawake wote mama mmoja, mke wako hayuko hivyo. Mungu hajamtengeneza mke wako afanane na mtu mwingine. Na Mungu hajamtengeneza mume wako afanane na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa ndani ndio utajua wako wako wewe ni bora. Ukikaa ndani ndio utajua cha kwako ni bora kuliko cha mwingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nenda kitabu cha Yohana hiyo. Sura ile ya nenda sura ya 10 kuanzia 31. Kuanzia 38. Nitaanzia mstari wa 36 ili unielewe vizuri. Hapa ilikuwa ni maneno ya Yesu. Anasema, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Mstari 37 anasema, kama sizitendi kazi za Baba yangu msiniamini. Mstari 38 anasema,
lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziamini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema mstari wa 39, wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao. Tunaona hapa wanatafuta namna ya kumwangamiza Yesu, lakini kwa kuwa alikuwa ndani ya Baba, walikuwa hawana uwezo wa kumkamata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema mnaniambiaje na kufuru Bwana ambaye Baba alimtakasa? Kwa kuwa nimewaambia mwana wa Mungu. Na ndio maana nikwambia, ukiwa rohoni hakuna atakaye kuelewa. Hata mchungaji wako kama hajakaa rohoni hawezi kuelewa. Tena anaweza akawa adui yako namba moja, akaanza akasema umeanza kuleta roho ya uasi kanisani. Roho ya uasi kabisa. Mimi nimeshakutana na hivi visa vingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kuna watu waliambiwa waasi kanisani, wakati wanaambia Baba, tumeona kuna hiki kinaendelea, tumeona kuna hiki kinaendelea, lakini walianza kuonekana ni waasi. Kwa nini? Kwa sababu mzee hakurudi rohoni. Yeye alifundisha tu kwa namna ya kufundisha kwa sababu anaitwa mchungaji, lakini hakukaa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Ogopa sana kuwaendesha watu walioko rohoni, au wewe uko rohoni. Watakuwa wanapingana na wewe kila wakati. Kama wewe kama ulizo mfalme anawaendesha watu ambao wako rohoni. Angalia mfalme aliweka sheria. Kila mtu ana, kama umeona Hamani aina jamaa mmoja ambalo liko rohoni, akashangaa limegoma. Anamuuliza, "Unakaa vipi? Mbona mwenzetu wa Inanga?" Anamwambia, "Mimi ni Myahudi." Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unaweza kuambia jambo akakugomea, kwa sababu kinachowafanya wakatae ni ulimwengu wa roho. Wewe ukiwa mwilini utashindana na watu, utaanza kupambana na watu katika mwili. Lazima ukae ndani. Kuna koleta hiki unachokiona nje, tabia unayoiona nje, ujue nyuma yake kuna roho. Amen. Mtazamo unaoona kwa mtu nje, ujue nyuma yake kuna roho. Lazima uitafute hiyo roho inayoleta hiyo tabia alionayo huyo mtu. Kama utaitafuta hiyo roho inayoleta tabia alionayo huyo mtu, unaweza ukawa unagombana na watu, unaweza ukawa unashindana na watu, unaweza ukawa unapigana na watu. Amen. Lakini hukutakiwa kupigana na watu. Amen. Unaweza ukajikuta umeanza kuwasema watu vibaya. Amen. Lakini hukutakiwa kuwasema watu vibaya. Unatakiwa kurudi kwenye ulimwengu wao wa roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikilize. Kwenye Danieli 6, ile Danieli alipomjua, hakwenda kugombana na waliomtengenezea sheria. Hakwenda kulumbana na waliomtengenezea utaratibu. Alirudi kwenye ulimwengu wa roho, kuliko mfanya yeye awe kama alivyo, kuliko mfanya yeye asimame kwa kiwango anachosimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kilichowafanya hao, kuliko wafanya hao waanze kumuanzia vibaya, kuliko mfanya hao waanze kumchukia. Bwana Yesu asifiwe. Usishindane na mtu hata kama anakusema vibaya, hata kama anakutangaza vibaya. Achana naye, kaa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa rohoni unamaliza. Ukikaa rohoni unamtawala. Ukikaa rohoni unakaa juu. Iwe kwako kwa jina. Iwe kwako kwa jina. Ndio maana Yesu anasema nimekabidhiwa vyote. Oh yes. Mbinguni na duniani. Wao waliokaa mwilini wakatawaliwa na waliyesema anajifanya mwana wa Mungu. Wao waliosema sio Mungu wakajikuta watahukumiwa na yeye. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Wanajua sio kama hawajui. Na kwa siku ya mwisho atakuja kuhukumu. Hata kama wanamkataa, hata kama hawampendi. Yesu asifiwe. Unataka kuwa sheria ya mwisho kwa wanaokukataa na wanaokuchukia, kwa wanaokutamkia vibaya. Uwe sheria ya mwisho. Ishi ndani. Ishi ndani ya aliyekuita. Ishi ndani ya aliyekutuma. Ishi ndani ya aliyekutuma. Bwana kupatie neema kuingia. Bwana kupatie
ndani yake kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ukiishi ndani ya Kristo hautaona ugonjwa unakusumbua. Oh yes. Hakutakuwa na kirusi kinachoweza kukusumbua. Amen. Kwa sababu wewe uishi nje. Amen. Yeye alijitwika fadhaa zetu zote. Oh yes. Alijitwika maovu yetu yote. Alijitwika maumivu yetu yote. Oh yes. Tukishakuwa ndani yake, unapoingia ndani yake, naambia mzigo wako huu. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu mzigo wako huu. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Niliwahi kuwa natoka sehemu moja kwa mtumishi mmoja. Nilikuwa nafanya naye huduma. Amen. Wakati nafanya huduma na yule mtumishi, nikafika wakati sasa narudi nyumbani. Nimetoka huko nilikotoka, sitaki niseme wapi kwa sababu tutamjua. Nimetoka huko nilikotoka. Nimefika eneo moja. Nilifika Morogoro. Karibu sijafika Morogoro, tumbo liliniuma sana, likafyeka. Liliuma sana. Kasema Mungu hii nini? Nikajikuta hata kuinuka hivi siwezi. Mwili unanyong'onyea, unakosa nguvu. Hicho kifanya kwenye kile kiti, nikasema Mungu nakushukuru. Lakini sitamani, tulipoingia stendi ile ya Morogoro, nikasema sitamani nitoke kwenye stendi hii na udhaifu, leo naenda kuacha chooni. Bwana Yesu asifiwe. Nikafika nikaingia chooni. Nilipoingia chooni maumivu yote yakakata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipomaliza shida yangu nikaondoka. Nimerudi. Kosa nililolifanya nilisema na uacha wapi? Kwenye ile ofisi. Sasa ninarudi mara ya pili. Nilipofika pale tumbo likaanza kuuma tena. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ilikuwa ni roho imekaa pale inanisubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamwambia wewe, nilikwambia utabaki hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia utabaki hapa. Sasa tafuta mvuta bangi au mlevi mmoja ukamwingia. Sio mimi. Na hautaondoka na mimi. Nilikuacha hapa. Wewe sio mali yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hautaishi kwangu. Ikaondoka ile roho. Tangu siku hiyo sikukutana nayo tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nilisema na kuacha hapa. Yenyewe nilijua nitainulia. Na ni kweli likaenda nisubiri. Kwenye ulimwengu wa roho kuna utii kuliko unaofikiri. Unaweza ukawa wewe sio mtii kwa Mungu. Lakini mapepo yana utii, ni hatari. Amen. Pepo kiniambia saizi au chini ukiniambia saizi kaa kwenye mti huu. Mpaka siku nitakapokuhitaji, linakaa hapo. Kama wale waulize wafuga majini au ambao hawahi kupata elimu ya majini. Ukiniambia kaa hapo mpaka nitakapokuhitaji usije tena. Na halichi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ulimwengu wa roho unaenda kwa utii. Ulimwengu wa roho unaenda kwa utaratibu. Na ndio maana ukitaka kuweza kuishi na kuweza kuutawala ulimwengu huu wa mwili, lazima ujue kuitumia ndani yako. Usipojua kuitumia ndani yako, unaweza ukawa dhaifu mahali ambapo unatakiwa kuwa dhaifu. Amen. Na unaweza ukanyang'anywa mahali ambapo unatakiwa uweze kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nenda Yohana hiyo 14. Yohana hiyo 14. Kuanzia mstari ule wa 10. Na ndio maana Yesu anasema mimi ni ndani ya Baba. Kwenye ile 6 anasema Baba yu ndani yangu nami ni ndani yake. Kwa Yesu alikuwa anafanya kazi akiwa ndani ya Baba yake. Hakikisha unafanya kazi ukiwa ndani ya Kristo. Usifanye kazi ukiwa ndani ya mawazo yako. Usifanye kazi ya Mungu ukiwa ndani ya ufahamu wako. Usifanye kazi ya Mungu ukiwa ndani ya elimu yako. Elimu yako ndio itakuendesha. Mahali ulipo dhaifu utashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Usikitumie kinachologeka kufanya kazi ya Mungu. Kitumie kisichorogeka kufanya kazi ya Mungu. Na ndio maana mchawi na uwezo wake wote wa kuua mwili hana uwezo wa kuiua roho. Ulimwengu wa roho hakuna, kwenye ulimwengu wa roho hakuna msiba. Na ndio maana jehanamu waliowekewa shetani na malaika zake, wao hawafi, wanaungua milele. Wanateketea milele. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwisho wa maumivu yao. Kwa nini? Kwa sababu kule hakuna mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana lazima uitumie nafasi isiyo na mwisho. Inawezekana uelewe. Na ndio maana unaweza ukaona ulimwengu aliomweka Ibrahimu